Katika ulimwengu unaokua kwa kasi na unaoongozwa na mageuzi ya teknolojia ya akili mnemba AI, ushindani halali wa biashara umeendelea kuwa muhimili muhimu unaoendesha ubunifu, kupunguza gharama na kuboresha ubora wa bidhaa na huduma. Ili taifa linufaike kikamilifu na manufaa haya, linahitaji vizazi vyenye uelewa mpana wa msingi wa ushindani, kanuni zake na taratibu zinazoongoza masoko. Ndipo muhimu wa kongamano la ushindani halali wa biashara linapojidhihirisha. Jukwaa mahsusi linalojenga maarifa, kuibua fikra bunifu na kuandaa viongozi wa kesho. Lakini uwepo wa baraza halali la biashara ni kielelezo cha dhamira ya dhati ya serikali ya kuhakikisha kwamba biashara zote nchini zinafuata sera, sheria na taratibu zote za nchi zinavyotakiwa, pamoja na ile miongozo ya kikanda. Matumizi ya akili bandia yanaweza kuleta faida kubwa iwapo yatatumika vyema katika nchi yetu, na hasa wanafunzi wakitumia vyema AI, basi kuna manufaa hasa katika kukuza na kuendeleza biashara. Lakini iwapo akili bandia haitotumika vyema, inaweza ikaleta changamoto nyingi sana ambazo za kuweza kudumaza na kuleta athari kubwa katika ulimwengu tuliokuwa tunao. Kupitia kongamano hili, Baraza la Ushindani Halali wa Biashara limeonyesha dhahiri wajibu wake katika kuimarisha ushindani wa haki nchini kwa kuwaleta pamoja wanafunzi kutoka fani mbalimbali ikiwemo uchumi, biashara na sayansi ya jamii. Hii ina maana ya kuwa elimu ya ushindani wa biashara haipaswi kusubiriwa kwenye ajira, bali inapaswa kuanza vyuoni ambapo ndiko mawazo yanapokuzwa na misingi ya uadilifu inapojengwa. Lengo kubwa la kukaa na wanafunzi hawa ni kuweza kuwapa taaluma kuhusiana na masuala ya ushindani. Wanafunzi tunajua wao wanatayarishwa. Hawa ni wafanyakazi wa baadaye, na wengine wanafanya biashara lakini wanaishi na wafanya biashara. Wengine kwa taaluma zao wanakwenda katika field tofauti tofauti. Kwa hiyo tumeona kuna kila sababu ya kuweza kuwapa hii taaluma ya ushindani kwa wanafunzi ili wapate kuielewa, na hasa katika kupitia kauli mbiu ya mwaka huu ambayo inasema akili bandia, watumiaji na sera ya ushindani. Nafasi ya Baraza la Ushindani Halali wa Biashara ni miongoni mwa mada iliyowasilishwa ili kuwajengea wanafunzi uwezo wa kutambua mienendo isiyo halali ya biashara kama vile upangaji wa bei, mgawanyo wa masoko na matumizi mabaya ya nguvu ya soko. Elimu hii inawafanya vijana kuwa walinzi wa haki za mlaji na kuwa sehemu ya nguvu kazi itakayojenga uchumi shindani na maendeleo endelevu. Tumesema mtu yeyote ambaye hajaridhika na maamuzi yaliyotolewa na hizi regulated authority, mamlaka za udhibiti hizi ZURA, ZBS, tume ya ushindani, ana haki ya kukata rufaa kwa Baraza la Ushindani Halali wa Biashara. Kifungu namba 71 kinatuelekeza cha sheria yetu, sheria namba 5 ya mwaka 2018, kwamba hujaridhika na maamuzi ya hizi regulated authority, unakuja Baraza la Ushindani Halali wa Biashara kwa ajili ya kukata rufaa. Umekwazika pia, umeona baraza hujaridhika na maamuzi yake, unaenda kukata rufaa kwa Court of Appeal of Tanzania. Inaitwa Mahakama ya Rufaa ya Tanzania. Akili mnemba AI katika mustakabali wa ushindani wa biashara ni miongoni mwa maeneo yaliyopewa uzito katika kongamano hili, ambapo wataalamu wameonyesha jinsi AI inavyoweza kuboresha ufanisi wa biashara katika makampuni, kuongeza ushindani kupitia ubunifu wa bidhaa na kurahisisha upatikanaji wa huduma kwa wanunuzi. Inarahisisha kuleta ubunifu kwa sababu mfanya biashara anaweza akaangalia wafanya biashara wenziwe nini wanafanya na yeye akapata kuiga, akaboresha zaidi biashara yake. Kwa sababu ukiangalia kwamba kupitia AI anaona application tofauti, tuseme kuna Instagram ambayo watu wanatoa biashara zao, wanaonesha, wanaboresha, lakini kuna Facebook ambayo pia watu wanaitumia, kuna TikTok, YouTube. Kwa hiyo hizo zote na nyinginezo
anaweza mfanyabiashara akasoma vitu vingi. Kupitia elimu hii, wanafunzi wamepata uelewa mpana wa jinsi akili mnemba inavyoweza kuwa chachu ya ushindani halali. Uelewa huu umewasaidia vijana kutambua wajibu wao kama watunga sera, wabunifu na wataalamu wa kesho, ili kuhakikisha teknolojia inatumika kuleta maendeleo bila kuathiri misingi ya usawa wa soko. Vipi natakiwa kukabiliana na biashara? Kwa sababu leo nimepata kujua kama ushindani katika biashara ni halali na pia tunatakiwa kufanyia kazi. Pia nimepata kujifunza kwamba ZBS na mashirika mbalimbali kama ZFDA zikiwa zitachukua maamuzi kutokana na mfanyabiashara anayo haki ya kwenda kulalamika katika Baraza la Ushindani la Zanzibar. Natumia sana Facebook, Instagram pamoja na WhatsApp kuuza biashara zangu, na alhamdulillah napata wateja wengi, na hii yote kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya AI. Hii imeninufaisha kuelewa ni jinsi gani ya kuweza kufanya biashara yako na kuweza kuitetea biashara yako. Kongamano la ushindani halali wa biashara limeendelea kuwa si tu fursa ya mafunzo, bali ni mwanga unaoonyesha umuhimu wa kuandaa vijana kuwa chachu ya mabadiliko. Kwa kuwapa maarifa sahihi, wanafunzi hawa wanajijengea misingi ya kuwa wanasheria mahiri, wachumi wabunifu, watunga sera wenye maono na viongozi watakaolinda masoko huru na yenye ushindani wa haki. Tukiangalia sasa hivi nchi yetu, yani tukiangalia kwamba dunia inapoenda, kila kitu ni technology. Without technology hamna kitu chochote. So tumefundisha jinsi gani kuitumia vizuri na kuendana na maadili yetu na sheria zilizopangwa. Kwa ujumla, maadhimisho haya ni uwekezaji katika mustakabali wa taifa. Kupitia elimu hii, Baraza la Ushindani Halali wa Biashara linaendeleza misingi ya ushindani, uchumi unaoweka mbele maslahi ya mlaji na kuhimiza ubunifu, pamoja na kuendeleza maendeleo endelevu kama isemavyo kauli mbiu ya mwaka huu: akili bandia, watumiaji na sera za ushindani. Nikiripoti kutoka ukumbi wa Suza uliopo Vuga, Nusra Khamisi, UBTV.